Kendo wan kod wach monego mi wachne. Mahali popote ambapo upo, Kamora mora mainti jawinjo. Kabla hatujaanza, Kapok wachako. Kwa majina langu ni Pastor Monica Menya. Mara Peter Okelo Molo. Na hudumu katika kanisa la Crisco. Kendo wayalo wach Nyasaye kod kanisa mar Crisco. Kule chini Nyasare. Chiegni Nyasare. Nimeokoka na mpenda Yesu. Owara ahero Ruoth Yesu. Ni Bwana wa Mwokozi wa maisha yangu. En jaware dod chunya. Anashukuru Mungu sana kwa sababu yako wewe. Kendo wagone Nyasaye erokamano nikech in ambayo umefungua redio yako asubuhi ya leo. Jalo moyawo redio okinyi ma kawuono. Ili tukaweze kuseme sana. Mondo mi wan puonjre wach Nyasaye. Kupitia neno la Bwana. Kokalo kuom wach Nyasaye. Kabla tusijaenda mbele, kapok wadhi mbele, naomba kwamba tukaweze kufunga macho yetu na tuweze kuomba. Wakwayo ni kiyie ti umwani mondo olam Nyasaye. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Bwana ni Ruoth Yesu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Wagoni erokamano nikech Nyasaye. Asante kwa uhai ambao umetupa bure. Erokamano kuom ngima mimiyowa nono. Umekuwa mwema kwetu. Isebedo maber e ngimawa. Nakushukuru maana hakuna Mungu kama wewe. Wagoni erokamano nikech onge Nyasaye machalo kodi. Asante kwa nafasi hii. Erokamano kuom thuoloni. Uweza kusikia neno lako. Mar mondo mi wawinj wach. Nakabidhi wasikilizaji wote mikononi mwako. Waketo jowinjo waduto e lweti. Kwamba kwa neno lako litakapohubiriwa, ni wach ni kibiro yal ka, liweze kunena na mioyo zetu. Yie mondo wach ni uwuok kod chunjewa. Na kutuwezesha kufanya mapenzi yako. Mi watim tigwachi uwuok. Funika kila moja kwa damu ya Yesu Kristo. Waumo jogi duto kod remo. Funika mahali hapa pia kwa damu ya Yesu Kristo. Waumo nyaka luno mar milambo ka remo. Pokea sifa, utukufu na heshima. Wapaki kod luoro katika jina la Yesu Kristo. Ni Ruoth Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini. Walamo kendo wayie. Amen. Amina. Bwana asifiwe sana. Yesu paki kendo. Asubuhi ya leo kwa muda mfupi tu, okinyi makawuono kuom thuolo machuok, naamini ya kwamba umeacha kazi zako, an kod yie ni iweyo tijeni, ama bado unaendelea na kazi zako, samoro bende dhi mbele kod tijeni, na unasikia redio yako, to kendo iyawo nyakalondo ni iwinjo. Nataka kuongea kwa muda kidogo tu, wadwa ni mondo wawuoye wach matin kuhusu jinsi ambavyo naweza kukabiliana na vizuizi mana momiyo kaka wanyalo geng'o gigo manyalo tamowa, ambayo yanaweza kukuzuia usipate kile ambacho Mungu ako nacho kwa ajili yako, manyalo tami winjo gima Nyasaye nigo e kit ngimani. Sisi kama huduma, wan kaka jotich Nyasaye, mwaka huu Bwana amekuwa akinena nasi, Nyasaye osewuoyo kodwa higani, ya kwamba tukaweze kufuatilia mondo mi walu vitu ambavyo tuliweza kupoteza, walu kendo waduok gik mane wasewito, na tutaweza kuzipata zote, to wanyalo yudo gigo duto. Na ninaamini ya kwamba wewe ambaye unanisikia, an kod yie ni jalo mawinja sana, kuna vitu ambavyo uliweza kupoteza kwa maisha yako. An kod adier ni nitie gik mane isewito manolal, na wakati mwingine Mungu aliruhusu, so sache moko Nyasaye manomiyo thuolo, ili ukaweze kutambua ya kwamba ako na uwezo hata wa kuzirejesha, mondo mi ifweny ni kare Nyasaye ni kod teko mar duoko, ama uweze hata kusonga karibu na yeye, kata mondo mi idug machiegni kode. Bwana Yesu asifiwe. Yesu paki. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza, buk mar Samuel mokwongo 30 kuanzia mstari wa 8, kochakore kare 8, Bwana akawa ananena na Daudi. Nyasaye wuoyo kod Daudi. Maana ukisoma kuanzia mstari wa kwanza, kichako kare achiel kacha, Daudi alikuwa ameenda vitani. Daudi nodhi e lweny, na Ashuru wakakuja wakaiba vitu vyake. Tujasuria nobiro mokwalo gik te, wakaiba vitu vyote vya wote ambao walikuwa vitani. Negikwalo gik moko duto mag jogo mane ni e lweny. Wakachukua wake zao, gikawo mondegi, watoto wao, gikawo nyithindegi, mali yao yote, gikawo mwandugi te. So wakati walirudi kutoka vitani, kane giduogo ka gia e lweny, wakawa na shida kubwa, negibedo kod chandruok. Maana sasa watoto hawapo, nikech nyithindo onge, wake zao hawapo, mond bende onge, vitu vyao haviko, duto onge. So wakawa na shida kubwa kabisa, negibedo gi chandruok, mpaka hata wakati mmoja walitaka kumpiga Daudi, makata sechego negidwa mondo gineg Daudi, maana walisema ya kwamba ni Daudi aliwapeleka vitani, nikech negiwacho ni Daudi ema nogologi katerogi e lweny. Daudi ndiye amesababisha vitu vyao vikaibiwa, Daudi ema omiyo gikgi okwal. Na nashukuru Mungu kwa sababu Daudi aliweza kugundua siri ya kwenda mbele zake Bwana. Wagone Nyasaye erokamano nikech Daudi noyudo thuolo mar dhi mbele Nyasaye. So ukisoma kuanzia mstari wa 8, kichako karaboro, Biblia inasema kwamba Daudi alitafuta Mungu. Muma huyo kawacho ni Daudi nomanyo Nyasaye, na akauliza Mungu, mano upenyo Nyasaye ni ya, nikifuatilia hizi vitu vyangu nitokalogi nitaweza kuzipata? Babe yudogi. Na Mungu akamwambia, Nyasaye huyo kono hakika utazifuata zote. Kone angadiye ni biro dhi yudogi kiduto. Bwana asifiwe. Yesu paki. So tuko katika mwaka ya kufuatilia vitu vyangu. Omiyo wane iga mar muluwo kendo lao gik manose. Na nataka ni wewe pia nikuingishe katika hii neno la kinabii. Tadwa ni mondo arwakie e wach manoko
kor mar wach ili ukaweze kutambua ni nini ambao umekosa kwa maisha mondo yako, mi fweny ang'o miseuremo e kit ngimani ili ukaweze kuzifuata. mondo mi ilu kendo Na iduog. Biblia inasema kwamba hakika To utazipata. muma wuoyo ka wacho na adieri dhi yudo. Bwana asifiwe. Yesu paki. Na mstari wa 7 wa hiyo andiko, Kare abiri andikono. Biblia inasema ya kwamba Daudi alimwambia Abiathar amletee naivera. Ni Daudi nonyiso Abiathar mondo odhi okelne navera. Bwana asifiwe. Yesu paki. Naivera ni vazi la it's a priesthood garment. Naivera en law mar ruodhi ma jo yalo rwako. Ukuhani. Ma jodolo rwako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu paki. Na wakati huo aliovaa hilo vazi, To kano rwako lawno, hilo vazi linaakilisha haki, lawno ne kelo buach mar adiera, matendo mazuri. tim makare. Bwana asifiwe. Yesu paki. So wakati alienda mbele zake Mungu, Kano dhi mbele Nyasaye, aliweza kujikamilisha, alienda katika ukamilifu. nodhi molwokore bedo ng'at maler. Bwana asifiwe. Yesu paki. Nataka nikaweze kusoma andiko leo. Wadwa ni wasom andiko kawuono ni. Hadithi ambayo tuko nayo Wan kod sigana ma wan go ya mtu mmoja. mar ng'at achiel. Bwana asifiwe. Yesu paki. Katika kitabu cha Luka 19 En e buk mar Luka 19. tuko na tajiri mmoja. Wan kod sigand jamoko moro. Bwana asifiwe. Yesu paki. Ambaye katika maisha yake E kit ngimane te alikuwa na kila kitu kizuri. ne en kod gimoro amora duto maber. Lakini kukafika wakati moja To nochopo odiochieng' moro achiel akagundua ya kwamba mano ofwenyo niya, kweli niko na kila kitu kizuri an kod gimoro amora kwa maber maisha yangu, e ngimana. kuna kitu nimekosa, Nitie gima onge, kuna kitu nimepoteza. nitie gima lalo. Bwana asifiwe. Yesu paki. Na akaanza kuitafuta, To nochako manyo gini. na alitafuta kwa bidii. Nomanyo gini gi teko. Wacha tuisome kuanzia mstari wa kwanza. We wachak somo Luka 9 karachiel. Inasema hivi, Wacho niya, naomba mwenzangu haweze kunisomea. we mondo ja somo ni osom kendo. Yesu noluongo jopuonjre ne 12 kaachiel mi omiyogi teko mar golo jochiende duto kod mar chango tuoche duto. Eka noorogi mondo gidhi giland wach loch Nyasaye kendo gichang joma tuo. Ne owacho nigi niya, ka udhi e wuodhni to kik uti 19. en kar 19 wacho niya, Yesu nodonjo Jeriko kendo kane oyudo okadho e die dalano, ng'at moro ma nyinge Zakayo ne dwaro nene. Ng'atno ne jasol osuru maduong' kendo ne en jamoko. Ne odwaro neno ni Yesu en ng'ama chalo nade, to ne ok onyal nene nikech ji ne ng'eny ahinya, to bende ne en ng'at manyadundo. Kuom mano noringo odhi nyime mi oidho ng'owo mondo one Yesu, nikech Yesu ne dhi kadho kanyo. Kane Yesu ochopo morango malo mi owacho ni Zakayo niya, lor piny piyo nikech kawuono adhi bedo wendo e odi. Bwana asifiwe. Yesu paki. Hapa kuna hadithi ya mtu mmoja aliyekuwa tajiri, Ka en nitiere sigand jamoko moro mane jamoko maduong' ambaye alikuwa anaitwa Zakia. mane iluongo ni Zakayo. Bwana asifiwe. Yesu paki. Na Biblia inasema ya kwamba Mumawuoyo kawacho niya, Zakayo alikuwa ni mtosha ushuru, Zakayo ne en jasol osuru. na kuna kitu kimoja ambacho alitafuta. Nitie gimoro achiel mane osebedo komanyo. Mstari wa 3 inasema ya kwamba alitafuta kumuona Yesu. Kare adek wacho ni nodwaro mondo ni none Ruoth Yesu. Ni mtu wa namna gani? Ni to Yesu en jal machalo nade. Bwana Yesu asifiwe. Yesu paki.
alikuwa nasikia tu Yesu. No pero ko winjo mana Ruoth Yesu. Na ninaamini ya kwamba kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni tajiri sana. An kod yie ni ne en jalo manombedo momeu sana. Hakuwa na shughuli mingi. Ne ok en kod weche mathoth Ya kutafuta kujua ni mtu wa aina gani. mondo mi nong'e ni Ruoth Maana Yesu kila wakati alikuwa na ubiri na napita. Nikech Yesu ne bedo kalaro wach Nyasaye to Na Yesu alijulikana ya kwamba yeye alikuwa ni mtu wa kuponya watu. to Ruoth Yesu nong'ere ni Ruoth Yesu ne en jal chang mane chango. Na alikuwa na ubiri kila wakati. Kendo nobedo koyalo wach Nyasaye. Na Zakia alikuwa katika kazi zake za kila siku. To Zakayo ne nie tijene mapile. Maana alikuwa ni tajiri. Nikech ne en jamoko. Ni mtu ambaye alikuwa anaheshimiwa. Ne en jalo manoluor. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu siku moja Zakia aligundua ya kwamba kuna kitu nimekosa kwa maisha yangu. Agone Nyasaye erokamano nikech Zakayo nofwenyo ni nitie gimoro achiel morem e kit Na ngimane. ninafaa niweze kutafuta hiki kitu. To kara owinjore mondo mi omany gino. Zakia alitambua ya kwamba alimkosa kumjua Kristo. Zakayo nofwenyo ni kara opok ong'eyo Ruoth Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu paki. Aligundua ya kwamba kando na kuwa na mali, Ni kata kobedo ni en kod mwandu. kando na kuwa na vitu vingine vizuri Kata ka obedo ni en kod gik mathoth katika mabeyo maisha yangu, e ngimane. kuna kitu kimoja ambacho nimekosa. Nitie gimoro achiel kende mapod orem. Bwana asifiwe. Yesu paki. Kuna kitu kimoja ambacho shetani aliiba kutoka kwangu. Nitie gimoro achiel mane jachino kwale ngimane. Aliiba ufahamu ya kumtambua Yesu Ne okwalo ng'eyo Ruoth Yesu kutoka kwa maisha yangu. mondo mi ong'e kit Asubuhi ngimane. ya leo ninaongea na wewe Okinyi ma kawuono awuoyo kodi. ambaye labda uko na kila kitu kizuri, Ma samoro in jawinjo man kod gik moko duto na maber. unaweza sema ya kwamba mimi hakuna kitu nimekosa, To inyalo wacho kendi ni adier onge gima kosa. hakuna chochote ambacho nimepoteza Onge gimoro amora masewinjo. ambacho kitanisababisha niweze kutafuta. Manyalo miya amany gimoro. Maana nikiamuka kwangu asubuhi napata kila kitu changu kiko sawa. Nikech kachiewo gokinyi tayudo ka gimoro amora Bwana ber e Yesu dalana. asifiwe. Yesu paki. Lakini kuna mahali katika maisha yako Nitie gimoro kare kit ngimani. ambacho kuna upungufu, Manitiere kod rem. kuna uhitaji. Nitiere giminyalo dwaro. Bwana Yesu asifiwe. Yesu paki. Zakia aligundua ya kwamba nina uhitaji Kare Zakayo nofwenyo ni kare nitie gimidwaro katika maisha yangu, e ngimane. na hii uhitaji To yangu kare dwaro ni lazima nitapiga hatua, nyaka kao ndamo. lazima nitaamuka, Kare nyaka chung. nitatoka kutoka kwa kiwango changu, Nyaka amalo awuok kama ne nitatoka antie. mahali ambapo watu wananijua Nyaka amalo mawe na kama nipige nyuting'eya. hatua Ma kao ndamo. na nitafute Mondo amany. kumjua huyu Yesu. Mondo ang'e ni Ruoth Yesu Bwana en ng'a. Yesu asifiwe. Yesu paki. Mstari wa 4 inasema ya Kare kwamba 4 wacho niya. kwa sababu alisikia ya kwamba Yesu atapita hiyo barabara, Nikech nong'eyo ni Ruoth Yesu biro kalo kanyo. Zakia aliondoka Ja Zakayo nowuok. akatangulia mbio. Modhi mbele gi Bwana ng'wech. Yesu asifiwe. Yesu paki. Haikukuwa ni kitu ambacho ni cha kawaida Ne ok en gimoro ma ng'ato nyalo tajiri kama paro. Zakia aweze kupiga mbio Jamoko kaka Zakayo mbele ne ya nyalo watu ringo. wote. Moringo dhi Bwana mbele mag Yesu ji. asifiwe. Yesu paki. Maana watu wanajua Nikech ji ong'eyo. ya kwamba wale ambao wanamtafuta Ni Yesu jogo madwaro Ruoth ni Yesu. watu ambao ni maskini. Jogo magi jok Watu machando. wanajua Ni ji ya ong'eyo. kwamba wale ambao wanamtafuta Kristo Ni jok mamanyo ni Kristo. watu ambao ni wagonjwa. Ni jogo matuo. Pendwa unayenisikia, Jahera mawinja labda sani. uko ndani ya gari lako, Ka in e gachi nataka kanyo. nikwambie leo, Adwa nanyisi sio kawuono. wale ambao ni wagonjwa, Ni ok jogo sio matuo. wale ambao ni maskini Ok jogo ndio modhier. wanamtafuta Kristo. Ni mamanyo Ruoth Labda Yesu Kristo. asubuhi ya leo Ka samoro meza kawuono yako gokinyi. imejaa na kila kitu kizuri. Samoro mesa ni opoko Bwana gik Yesu mabeyo. asifiwe. Yesu paki. Nataka ukajichunguze vizuri. Adwa ni mondo inongi Nataka kendi wuoth. ukajiulize swali Adwa ni mondo na ipenji ni kendi ukaseme ya wuoth. kwamba Ni wachi ni ha. kando na vitu ambavyo niko navyo kwa meza Nikopogore yangu, kod gik man ge mesa kando na ka. gari ambalo ninaiendeza, Kopogore gi gari mariembo ni. kando na ile kila kitu kizuri ambacho Kopogore niko gi gik nacho, mabeyo ma an go. je, ni nini ambayo nimekosa? Kare en ang'o machando? Uhusiano katikati yangu na Kristo En nitiere iko tugruok e sawa kinda kod ama Yesu. haiko sawa? Koso to Bwana ok Yesu adier. asifiwe. Yesu paki. Na utakuja ujirudie Ibiro duogo e jinsi pachi ambavyo iwuon. Zakia aliweza kujirudia Mana kaka na Zakayo noduogo akaona en owuon. ndani ya moyo wake Noyude na chunye. akasema ya kwamba Nowacho niya, hapa sio kumuhusu mtu, Ni ma ok hapa ng'ato ni mimi ang'ata. mwenyewe, Ma en an hapa awuon. ni mimi binafsi. An awuon. Lazima nitafanya uamuzi, Nyaka ng'ade chunya. lazima nitaamuka, Nyaka chama lazima lo. nitatoka mbele, Nyaka choma nitaenda mbele. mbele ya kila moja. Nyaka di mbele Bwana ng'ata Yesu ng'ata. asifiwe. Yesu paki. Maana nisipoenda mbele ya Nikech ka ok watu, adhi kwa mbele sababu ng'ata ng'ata. kuhusiana na kimo changu, Nikech koluwore kod gima sitaweza an go. kupata kile ambacho nataka. Ok adhi yudo gima Bwana Yesu nadwaro. asifiwe.
asifiwe. Ni wakati wa kufanya uamuzi. Bwana asifiwe. Ni wakati wa kuamuka. Ni wakati wa kuweka kila kitu kando. Jinsi ambavyo Zakia aliweka kila kitu kando. Mstari wa 4 inasema ya kwamba alitoka mbio akaenda mbele ya kila moja. Bwana Yesu asifiwe. Na sio tu kwenda mbele ya kila moja, aliweza kupanda juu ya mti wa mkuyu. Bwana Yesu asifiwe. Akapanda mti wa mkuyu. Nataka ukajirudie sasa, ukaweze kutafakari ndani ya moyo wako. Tajiri mkubwa, mtu ambaye anajulikana, mtu ambaye akisema leta inaletwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Asubuhi ya leo, pendwa unayenisikia, nataka nikuambie leo, Yesu ndiye mwenye kila kitu. Ukiwa na Yesu kuna kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Zakia alipanda mti wa mikuyu. Tajiri anapanda mti wa mikuyu. Na ninajua ya kwamba kuna wengine walikuwa wanamfuata, maana Yesu alikuwa anapita mahali pale. Bwana asifiwe. Sijui ni jinsi gani alikaa juu ya mkuyu. Sijui alitafuta sehemu gani ya kukaa juu ya mti wa mikuyu. Lakini Biblia inasema ya kwamba alipanda juu ya mikuyu. Anangoja Yesu. Anangoja Bwana wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Anangoja Bwana wa Bwana. Asubuhi ya leo, Bwana Yesu asifiwe. Unaweza wacha kila kitu kando, ukaweze kutafuta kumjua Bwana. Hilo ndilo kitu cha muhimu. Kando na vitu vyote ambavyo tunafuatilia, tunafaa tumfuate Yesu. Tunafaa tutafute kumjua zaidi ya jinsi ambavyo tunamjua. Wengine wanamjua ya kwamba ni Yesu ambaye anahubiriwa katika makrusede. Ni Yesu ambaye anahubiriwa. Hata jinsi ambavyo tunahubiri leo katika redio hii ya Milambo. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanamjua tofauti. Hivyo ndivyo Zakia pia alimjua Yesu. Lakini wakati alijirudia na akataka kujua zaidi kumuhusu huyu Yesu, aliweka kila kitu chini. Pendo, unaweza kuweka kila kitu chini asubuhi ya leo, na utapata kila kitu ambacho Yesu ako nacho. Mstari wa 5 inasema kwamba na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani kwako. Alimwambia Zakayo. Wakati Yesu alifika pale, sijui ni nani alimwambia Yesu ya kwamba Zakia ako juu ya mkuyu. Sijui Yesu alijua namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sijui Yesu alijua namna gani ya kwamba Zakia anamtafuta, maana Zakia hakuwa ameongea. Bwana asifiwe. Zakia hakuongea na mtu yoyote. Hakuita hata mahakida waliokuwa wanafanya kazi katika ofisi yake. Bwana asifiwe. Alisema ndani ya moyo wake, leo hii nataka kumjua Yesu. Ni mtu wa namna gani? Nataka kumjua Yesu. Ni mtu wa namna gani? Pendwa wangu, asubuhi ya leo, ukiwa na tamaa kama hii ndani ya moyo wako, na kusema ya kwamba leo hii nataka kumjua Yesu zaidi ya jinsi ambavyo nimekuwa nikimjua. Bwana asifiwe. Na utapata yote yale ambayo umekuwa ukitafuta, utayapata yote. Bwana asifiwe. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 6:33, tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, na haya yote mtazidishiwa. Bwana asifiwe. Zakayo hakuwa na habari ya kwamba Yesu anaweza kumwambia leo nitakuwa mgeni wako. Bwana asifiwe. Zakayo hakufikiria. Hakuna mtu yote alifikiria. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu yote alifikiria. Zakayo hakujua. Aya, sikia mstari wa 6. Yesu anamwambia
alimwambia Yesu konenia no okay Biblia inasema kwamba mumawachonia akafanya haraka nino Lord pio wakati Zakayo alisikia Kasakayo huyu ni Yesu ananiita huyu ni Yesu ananiambia shuka chini Yesu makona haleluya Yesu paki asubuhi ya leo wenzangu unasikia ujumbe huu sijui umepanda juu ya nini Bwana Yesu asifiwe sijui umepanda juu ya nini na Yesu anasema shuka chini toka mahali ambapo upo kuna zaidi ya kile ambacho umepanda Bwana asifiwe kuna kile ambacho ni cha muhimu ambayo unafaa kufuatilia ambayo unafaa kutafuta kile ambacho kinashinda mahali ambapo umepanda Bwana asifiwe na kile ambacho kilimguza Yesu ni kwamba Zakayo alijua ya kwamba mimi nina kimo katika maisha yangu nina upungufu niko na upungufu katika maisha yangu nikiwacha watu wote waende mbele yangu sitaweza kumwona Yesu haleluya nikiwacha kila mtu aende mbele yangu sitaweza kumpata Yesu Bwana Yesu asifiwe Yesu ndio kile ambacho ni cha muhimu Bwana asifiwe katika maisha kila mmoja wetu Yesu akamwambia fanya haraka Bwana asifiwe Zakayo akafanya haraka Zakayo akashuka maana Yesu alimwambia Bwana asifiwe praise the Lord aya nataka usikie kile ambacho kiliendelea katika mstari wa 6 akafanya haraka akashuka akamkaribisha kwa furaha haleluya Zakayo alishuka haraka Bwana asifiwe asubuhi ya leo mwenzangu shuka haraka toka mahali ambapo upo haraka kuna kile ambacho ni cha muhimu ambayo kinakungojea Bwana asifiwe ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza 30 ukisonga mbele kuanzia mstari wa 8 hadi ukafika pale mwisho Bwana Yesu asifiwe Biblia inasema ya kwamba wakati Daudi alianza kufuatilia vitu ambavyo walipoteza Biblia inasema ya kwamba walipata Misri mmoja alikuwa na wangojea pale barabarani na wacha sio hivyo tu wale watu walioiba vitu vyake wakati huyu Misri alikuwa na waongoza waliwapata wameketi chini Bwana Yesu asifiwe waliwapata wameketi chini na Biblia inasema kwamba waliweza kuchukua kila kitu walipata kila kitu walichukua kila kitu Bwana Yesu asifiwe maana Yesu alisababisha hizo vitu zote ziwangoje Bwana Yesu asifiwe haleluya praise the Lord Jesus hii ni jambo ambalo ni la muhimu katika maisha kila mmoja wetu nataka ukasikia mstari wa 7 Biblia inasema ya kwamba hata watu walipoona walinungunika wote wakisema ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi Bwana Yesu asifiwe watu walianza kunungunika haleluya watu walianza kunungunika pendwa nataka nikwambie leo Yesu hakukujia wenye haki kama watu wote wangekuwa wenye haki mwana wa Mungu hangeshuka mwana wa Mungu angekuja Bwana Yesu asifiwe alikujia wale ambao wamepotea alikujia wale ambao wakuna upungufu katika maisha yao alikukujia wewe ambayo unasema ya kwamba mimi dhambi yangu siwezi nikasamehewa mimi ni mwizi siwezi kusamehewa mimi ni muuaji siwezi kusamehewa mimi ni msherati siwezi kusamehewa mimi ni mtu wa wivu mimi nimetenda hiki hata ibada nimeabudu
viungo, nimefunga hata vitu vibaya, siwezi kusamehewa. Nataka nikwambie leo, Zakia alikuwa ni mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Maana angeenda kwa mtu na kumnyang'anya shamba lake, angeenda kwa mtu na kuchukua pesa zake, angeenda kwa mtu na kuchukua kila kitu kizuri ambacho alikuwa nacho, maana yeye ndiye mtu aliyekuwa anasimamia ushuru zote. Bwana Yesu asifiwe. Labda unasema ndani ya moyo wako ya kwamba mimi siwezi samehewa. Nataka nikwambie leo, tafuta Bwana utampata. Haleluya. Tafuta Bwana utampata mwenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye anapatikana. Yeye anapatikana. Haijalishi watu watasema nini. Labda watu wamesema ya kwamba wewe hauwezi kubadilika. Nataka nikwambie leo, wewe ambao umepotea kwa pombe, wewe ambao umepotea hata kwa bangi, inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana. Haleluya. Inawezekana. Asubuhi ya leo ukifanya uamuzi na uache kila kitu ambacho umekuwa ukifanya na ukasema ndani ya moyo wako, nataka kumjua Yesu, nitamtafuta Yesu. Zakia hakusema tu nataka kumjua Yesu, alipiga hatua ya kutafuta kumjua Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haijalishi watu watasema nini kuhusu maisha yako. Haijalishi watu wamesema nini. Labda wamesema ya kwamba huyu binti ya fulani hawezi kubadilika, hawezi kurudi kwa nyumba yake. Nataka nikwambie leo, inawezekana. Kile ambacho ulipoteza, ndoa ambayo ulipoteza, unaweza kuipata. Ndoa ambayo ulipoteza, ndoa uliyopoteza, unaweza kuipata leo. Bwana Yesu asifiwe. Fedha ambazo ulipoteza, unaweza kuipata leo. Shamba uliyopoteza, unaweza kuipata leo. Amani uliyopoteza, unaweza kuipata leo. Bwana Yesu asifiwe. Karibia Yesu, uite Yesu, uwe na tamaa ya kumjua Yesu ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na tamaa ya kumjua, atapatikana. Bwana asifiwe. Mstari wa 8 anasema kwamba Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu na wapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Ni Zakayo nochungo wacho ni Ruth Yesu niya Ruth abiro pogo nus giga ni jochan kendo kapo ni asema yo ng'ato giri eyo ma ok kare to abiro chulo nyadi ng'wen. Bwana asifiwe. Yesu akamwambia leo wokovu umefika nyumbani humo. Yesu nowacho ni warruok ochope od jalo, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Nikech ma en wuod Ibrahim. Bwana asifiwe. Zakayo akamwambia Yesu, Zakayo nokod Ruth Yesu niya, haleluya, leo hii kawuono ni ninatoa mali yangu apogo mwandu nilishe maskini mona mijo cha kila kitu ambacho nilichukua kutoka kwa mtu, to gimora mora manasema yo ninairudisha mara 4. Ni sababu gani Zakayo alipiga hatua hii? Nikech ang'omiyo Zakayo ne wacho gima kamano, alipata kitu ambacho ni cha dhamana. Nikech no yudo gino maber moloyo. Yesu pake. Zakia alipata kitu cha dhamana. Zakayo no yudo gino maber moloyo. Alipata kitu ambacho hakuwa ameona katika maisha yake. No yudo gino mapok no nene kitu ya kwamba kuanzia wakati Yesu aliingia kwa nyumba ya Zakayo, akoni hiye niko chako sama Yesu alipata amani. No yudo ku ndani ya moyo wake. Amani ambayo hakupata wakati ambapo alikuwa nyang'anya watu vitu. Bwana Yesu asifiwe. Zakayo alipata amani tofauti. Zakayo no yudo kuimu pogore. Zakayo alipata upendo tofauti. Zakayo no yudo hera pogore. Kwamba wale watu walikuwa wanamnyoshea mkono, alikoni hiye ni Jordan waliweza kukaribia kwake kwa sababu ya kile ambacho kiliingia kwake. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu iliingia katika nyumba yake. Bwana Yesu akamwambia kwa mstari wa 9, leo wokovu umefika nyumbani humo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu.
Ni marjala jali en nyakwar Ibrahim. Zakayo aliunganishwa na Ibrahimu. Zakayo koro seriwe akaunganishwa na baraka ya Ibrahimu. Oseriwe gikod Bwana Yesu asifiwe. Akaingishwa katika agano ambayo Mungu alifanya na Ibrahimu. Maana alifanya uamuzi ya kutafuta kile ambacho alikosa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamwambia kwa mstari wa 10, kwa kuwa Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuja kutafuta kile ambacho kilipotea na kuweza kuirejesha. Haleluya. Yesu alikuja atafute amani uliyopoteza. Yesu alikuja atafute furaha uliyopoteza. Yesu alikuja atafute watoto uliyopoteza. Yesu alikuja kutafuta mume uliyopoteza ili akaweze kuirejesha. Bwana Yesu asifiwe. Mkaribishe Yesu ndani ya maisha yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwema. Yeye anaweza. Katika kitabu cha Wafilipi 3. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Wafilipi 3. Bwana asifiwe. Filipi 3 soma kuanzia mstari wa 7. Jo Filipo adek kochakore karachiel. Wacho niya. Koro oritu owetena kendo beduru mamor kuom Ruoth. Wafilipi 3 kuanzia mstari wa 7. Filipo adek kochakore karabiro wacho niya, to kata kamano gigo duto mane